Salamu mpenda msikilizaji, kwanza sikiliza vichwa vya habari. Huko Lubumbashi watu 22 wamefariki dunia katika ajali za barabarani. Ajali hiyo imetokea kwenye barabara ya Lubumbashi kuelekea Likasi. Kwa mujibu wa tume ya kitaifa ya kuzuia ajali za barabarani SNPR, abiria wote waliokuwa kwenye basi hilo ndogo walifariki. Katika jimbo la Ituri, kiongozi wa eneo hilo atoa wito kwa wanamgambo kuacha silaha. Gavana Gabi Kasongo amesisitiza nia yake ya kurejesha amani katika eneo lote la tarafa la Jugu na kuwataka wanamgambo kuachana na makundi yenye silaha. Haya ni kama muhtasari wa habari. Sasa fuateni habari kamili. Tufungue ukarasa wa habari zetu na habari kuhusu ajali za barabarani. Watu 22 wamefariki na wengine wamejeruhiwa. Hii ndiyo hesabu kwa muda ya ajali ya barabarani iliyotokea mwanzoni mwa juma karibu kilomita 50 kutoka Lubumbashi kwenye barabara ya Lubumbashi kuelekea Likasi. Kwa mujibu wa mashahidi, magari mawili yaligongana. Tume ya kitaifa ya kuzuia ajali za barabarani SNPR inasema kwamba abiria wote waliokuwa ndani ya basi ndogo walifariki dunia. Mwendo wa kasi kupitia kiasi pamoja na kuendesha gari ukiwa umefahamika kusababisha ajali hiyo. Mkurugenzi wa SNPR katika eneo hilo analaani tabia ya baadhi ya madereva ya kutofuata sheria za barabarani. Moise Bomana anakumbusha kuwa imekataziwa kusafirisha abiria kwa kutumia mabasi madogo ya aina ya IAS kwenye barabara kuu za kitaifa. Hata hivyo, madereva wamoja hawaheshimu agizo hilo. Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi alizindua siku ya pili ya juma hii mjini Kinshasa ujenzi wa Boulevard Etienne Tshisekedi, barabara mpya inayolenga kuunganisha moja kwa moja wilaya za Lingwala na Bandalungwa kupitia kambi ya Luteni Kanali Kokolo. Barabara hiyo imepewa jina la Etienne Tshisekedi wa Mulumba, aliyekuwa waziri mkuu na mwanasiasa mwenye ushawishi mkubwa wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Boulevard hiyo mpya itakuwa mwendelezo wa Boulevard Triomphal. Itaanzia katika mkutano wa Avenue de la Libération katika komini ya Lingwala na kufikia Place Bakayau Bandalungwa ambako itaungana na Avenue Kasavubu. Ituri. Katika jimbo la Ituri, liwali wa jimbo anathibitisha tena nia yake ya kurejesha amani katika wilaya ya Jugu. Alisema hayo siku ya kwanza wakati wa mkutano mbele ya wananchi uliofanyika pa Jugu Centre, ambako alipokelewa na umati mkubwa ya wananchi. Jenerali Gabi Kasongo aliwataka wanamgambo kuacha makundi ya uasi na kurudi katika maisha ya kawaida ili washiriki katika maendeleo ya jamii zao. Maelezo mengi zaidi nawe Zakare Moyope. Akiwasili Jugu mapema siku ya kwanza, liwali wa jimbo alizungumza na wananchi waliokimbia miaka mingi ya ukosefu wa usalama. Wanasema wanasubiri kwa hamu kurejea kwa amani ya kudumu pamoja na kurudi kwa maelfu ya watu waliokimbia vijiji vyao na ambao wanaishi katika kambi la wakimbizi. Katika hotuba yake, Jemadari Gabi Kasongo alisisitiza nia yake ya kurejesha amani katika eneo la Jugu. Anaomba vijana ambao bado wako ndani ya magundi yenye silaha kuweka chini silaha na kurejea katika shughuli zao ya kawaida. Liwali wa jimbo alieleza kuwa kurejesha amani kunahitaji ushiriki wa jamii nzima. Aliwasia hasa wazazi kuwafundisha watoto wao desturi ya uzalendo, upendo wa jirani na kuishi pamoja kwa amani. Liwali wa jimbo alielekea Fataki na baadaye Bule ambako takriban wakaji 50,000 walilazimika kuyakimbia miji yao kutokana na mapigano kati ya FRDC na CRP. Nikiripoti toka Bunya, Izakare Moyope, Radio Kapi. Asante kwa Izakare Moyope. Kindu. Zaidi ya watoto 1672 wenye umri wa kuanzia miezi 0 hadi 59 wanatarajiwa kupata chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio katika jimbo la Maniema. Kwa upande mwingine, zaidi ya watoto milioni 1 wenye umri wa kuanzia miezi 6 hadi miaka 14 wanahusika katika kampeni ya chanjo dhidi ya surua na rubela, ugonjwa unaofanana na surua. Kampeni hii ya chanjo ilizinduliwa siku ya kwanza tarehe 10 Agosti katika soko kuu la Kindu na liwali wa jimbo. Viongozi wa jimbo pamoja na washirika wa afya wanasisitiza kwamba magonjwa hayo bado ni tishio kwa watoto. Wanaomba wazazi, walezi wa watoto pamoja na wale wenye kuhimiza raia, yani wa relais communautaire katika jamii,
kushiriki kikamilifu ili kuhakikisha kampeni hii inafanikiwa. Florence Kizalunga anatoa ripoti hii. Kampeni hii ya chanjo dhidi ya surua, rubela na polio inahusu maeneo 18 ya afya katika mkoa wa Maniema. Gavana wa mkoa Musa Kabwankubi anawahimiza wazazi na walezi kushiriki katika mpango huu wa afya ya jamii. Surua iko na uwa, ribeol iko na tosha watoto na malformation, huko benye iko na kufa ndani ya tumbo. Tunalomba watoto wote wende kuchanjo. Kama wakwenda kuchanjo, ile malali haitakuwa na malizika. Tofauti na kampeni za awali ambazo kimsingi zilifanyika kwa kupita nyumba kwa nyumba, kampeni hii itatumia mikakati mitatu za utoaji chanjo. Kwa upande wao, washiriki katika sekta ya afya wanadhibitisha tena ahadi yao ya kuunga mkono serikali ya Kongo katika mapambano dhidi ya magonjwa haya. Toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Kongo Central. Hali ya kiafya katika jela ya Boko inawatia wasiwasi viongozi wa eneo la afya la Boko Kivulu katika wilaya ya Mbanza-Ngungu, jimbo la Kongo Central. Kwa mujibu wa viongozi wa afya, watu 6 wamefariki dunia katika muda wa chini ya wiki moja katika jela hilo. Kutokana na hali hii, daktari mkuu wa eneo la kiafya anayesimamia kazi kwa muda, ambaye pia anahusika na kuangalia na kufuatilia magonjwa, anaomba hatua za kupunguza msongamano katika jela hiyo ziendelee. Daktari Mbombolo Kangi pia anatoa wito kwa huduma za mazingira, viongozi wa eneo na pia wananchi kushiriki zaidi katika kutafuta suluhisho. Lengo ni kuzuia hali ya afya kuwa mbaya zaidi katika sehemu hiyo ya Kongo Central. Daktari Mbombolo Kangi pia anapongeza msaada wa timu za Division Provinciale de la Santé pamoja na msaada wa Institut National de Recherche Biomédicale. Taasisi hizo kwa sasa zinasaidia eneo la afya katika kukabiliana na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu. Kinshasa. Turudi tena kwenye mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kutupa takataka kwenye barabara za umma na kuendesha magari katika upande mmoja tu wa baadhi ya barabara za Kinshasa kutachukuliwa hatua, wanaoonya vijana wanaojiita wajenzi wa taifa. Vijana hao kutoka Kanyamakasese wanaendelea na juhudi zao za kusaidia Kinshasa kuboresha hali ya usafi wa mji. Kuanzia Changu upande wa mashariki wa Kinshasa, wakipitia rond-point Molar hadi Kintambo Magazin, wajenzi wa taifa wanafagia na kusafisha barabara pamoja na kusafisha njia za kupitisha maji za mvua. Lakini licha ya juhudi hizo, baadhi ya wakaaji wanaendelea na tabia mbaya kwa kutupa takataka barabarani. Pia kuna wadereva ambao hawaheshimu sheria za barabarani. Hali hii inaweka wajenzi wa taifa ambao wanalazimika kuchukua hatua za kuelimisha wananchi ili kubadilisha tabia. Hatua hiyo imesifiwa na wanaharakati wa mazingira. Olomami. Malalamiko yanasikika pia kutoka kwa wanachama wa jamii ya kiraia huko Malemba Nkulu katika jimbo la Olomami. Nao wanaomba walimu walipwe mishahara yao ya mwezi mitatu ambao bado hawajapokea. Katika taarifa iliyotolewa siku ya kwanza ya juma kwa Radio Okapi, msemaji wa shirika hilo la kiraia amewaalika viongozi kujihusisha na swala hili ili kupata suluhisho. Shirika la raia la Force Vive na huzuni kwa kuona ya kama walimu wa mtaa wa Malemba Nkulu wanaeneza miezi 3 bila kupata mshahara zao. Shirika hiyo inawasiwa viongozi za jimbo na za taifa watumie mbinu kwa ajili ya kupata jibu kamili kwa jambo hilo, kwani tunakaribia wakati wa mwanzo wa shule yenye itawahukumu walimu kujielekeza shuleni kufundisha watoto. Lakini kufuatana na ukosefu wa mshahara, walimu hawatakuwa na uwezo wa kutimiza kazi zao kwa sababu mtu wa njaa hana uwezo. Walimu hawa ni wazazi, wanapaswa lipa pesa za makao, matibabu na kadhalika. Huma gambo lake hawatakubali kuona watoto zao wanatakataka barabarani wakati wa shule, na huma hiyo pamoja na shirika la raia wanaungana pamoja kwa kuwasaidia na kuwaunga mkono walimu hadi siku watapata mshahara zao, kwani mshahara hiyo ni kanuni zinawastahili, haiko msaada wanawasaidia. Hatimaye huko Mbuji-Mayi kutoa matumaini, kubadilishana ujuzi na kufungua njia ya kujitegemea, yani donner de l'espoir, transmettre des compétences et ouvrir la voie vers l'autonomie kwa Kifaransa.
Hayo ndiyo malengo ya Fondation Lona, jina linalomaanisha kupanda kwa lugha ya Kiswahili katika Institut National de Préparation Professionnelle INPP Mbujimai. Karibu watu 100 wenye ulemavu wanafikia mwisho wa mafunzo ambayo yanawapa fursa mpya za maisha: urembo, kompyuta, ushonyaji wa mavazi, kukata na kushona, pamoja na kazi ya kuunganisha vyuma. Hizi ni baadhi ya kazi ambazo sasa zinaweza kuwasaidia kupata nafasi katika soko la ajira, yani marché d'emploi, na kujitegemea. Ripoti ya Esther Dalafina umetafsiriwa nawe Mark Marfimbo. Kunako mahali pa kuwafunza watu kunako INPP, hali ni heka ikiwa wakiwa mbele ya mashini zao za kushona manguo, za kuunga machuma, tarakilishi wala vibao vya kuchapa mataswira. Wanafunzi hawa waonesha utaalamu wao wa mwisho kabisa. François Mukendi, mmoja wao, asema kuwa tayari kujijukumia kisha mafundisho haya. Huko zaidi ya watu 100 wanaoishi na ulemavu wamefunzwa pia kazi mbalimbali ya ufundi, wakiondoa mbali masuala ya kujitenga katika majamii. Yaani mafunzo haya itawasaidia nao kujijukumia na kujiingiza katika maisha ya kijamii pasipo mashaka yoyote, alisema Lwani Kasanga, mmoja wao aliyejifunza asili ya urembo. Mradi huo imedhaminiwa na chumba cha kazi ya Lona chini ya uchunguzi yake Bi Denise Nyakeru Chisekedi. Kwake yeye, mradi huo yaonesha kujitolea kwake kwa watu wasiojiweza. Mwisho wa sehemu ya kwanza habari zetu. Sasa nawalika kufuata awamu ya pili na mwenzangu Bernard Nyangi. Radio Okapi, invité en Swahili. Mjini Beni, Kivu Kaskazini, juhudi za kukabiliana na Ebola zinahusisha pia kuongeza uelewa wa jamii. Kwa miezi 2 iliyopita, vijana wa kujitolea toka shirika U-Report, jukwaa la kidijitali linaloungwa mkono na UNICEF, wamekuwa wakifikia jamii ili kupambana na uvumi, kujenga imani na kuhimiza hatua za kujikinga. Je, ni matokeo gani yamepatikana huko? Ni changamoto zipi bado zipo? Ememu Kokoma, kiongozi wa U-Report Beni, anakuwa mwaliko wetu wa siku. Anajibu maswala kutoka Martial Papi Mukeba. Eme Mkokoma, jambo. Jambo. Tangu miezi 2 sasa, U-Report inaelimisha watu wa Beni kuhusu kujikinga na Ebola. Lengo la Beni hii ni nini, na kwa ukweli mnataka kuambia raia nini? Lengo ya hii kampanye ni kutafuta kurenforcer kapasite ya population yetu juu ya magonjwa ya virusi ya Ebola, na apart ile kunakuwa kupromouvoir ama kuhimiza watu namna gani wanaweza jikinga na magonjwa ya Ebola, na tunaangalia namna gani tunaweza piganisha ma rumeur ama ma desinformation na kuencourager watu kusignale plus rapidement wakati mtu anapatikana na magonjwa ya Ebola ama anaona alama mbalimbali zenye zina répondre ku definition ya magonjwa, kusignale mbele ya wakati na kujirandre ku hospitali mbele ya wakati juu ya soin. Kupambana na Ebola bado kuna changamoto ya watu wengine kutoshirikiana na waganga. Ni nini ambayo munafanya ili muambie watu watumike ama washirikiane pamoja na timu ambazo zinapiganisha Ebola? Ya kwanza, tunatosha ile boga ndani ya watu ya kuangalia kama Ebola ikaingia ni magonjwa moya yenye ko grave. Tunatosha kwanza ile boga mbatu, na ile boga tunaitosha mwakati yenye tuna explique, tunabaonesha ke Ebola iko sawa na ingini magonjwa yoyote. Haina maana ya siku yogopa, iko kitu ishafika, lakini tunaweza iepuka plus facilement wakati yenye tuna observe ma mesure barriere, na wakati yenye tunajiunga na ekipe yenye natumika ndani ya riposte juu ya kupiganisha ile magonjwa. Tunaanza kuonesha avantage ya kazi ambayo riposte nakuya inafanya, paske wakati nye ekipe ya riposte nakuya mko activite mbalimbali, par exemple kukakuwa ka confirme mu communauté, kutakuwa kazi yenye wanaita ya listage. Listage ni wakati wanakamata jina za watu wenye walikuwa makontakta au risque, makontakte de contact, juu ya kuwafatilia ndani ya muda ya siku
21 kuangalia kama hakuna mtu atapatikana na alama za magonjwa. Ile ni moja ya kazi ambayo inakuwa ndani ya ekipe ya riposte. Apare ile kunakuwa kazi ya decontamination ama kusukula nyumba. Mtu kama alianza anagonjwa mnyumba epi alianza manifester masigne mnyumba, anenda kwa confirmer, d'office ita faire appel ya decontamination juu ya kusukula ile nafasi juu kulimite chaîne ya contamination. Apare ile kunakuwa kazi ya surveillance manake kufatana na wale watu wenye balikuwa contact na ule mgonjwa juu baangalie namna gani anawafuatilia mpaka mwisho, eske kutakuwa mtu mwenye ana manifester masinyu pa iko parmi makazi zenye riposte inafanyaka. Na ya mwisho ni prise en charge mena ya ule mtu mwenye alikuwa confirmé, sasa banambeba ku CTE banamutunza na kumfuatilia zaidi. Tukishaonesha zile kazi yenye riposte inafanya ndio tunabaonesha kamena maana ya kuba accompagner, parce que kama population haijue kwanza maana ya ile kazi yenye riposte na kiafanya d'office batapigana tunao. Uvumi na habari za uongo ama desinformation zinaweza kufanya watu wakose imani kuhusu ekipe wala timu za riposte. You report inafanya nini ili watu waamini timu za riposte ya Ebola? Sie tant que you report tuko kwanza watoto ya mugine, haiko wakati tu ya Ebola ama ya epidemie njo tunaweza lamuka kutumika mkomunote. Tunakuwaka mkomunote na ma message mbalimbali kuhusu sante ama changement positif ya komunote. Alors wakati nye inakuwa periode ya Ebola tunatumikishaka ile proximite yetu na komunote juu ya kuexplicite zaidi donc mafaa ya kazi ya maekipe za riposte. Voilà. Baada ya miezi miwili ya kampeni ambayo mumeanja, mumeona mabadiliko gani? Tuna constate que kuko bamoya kati ya communauté benye bana comprendre magonjwa ni nini na banaanza bao peke jipeleka kwanza ku hospital. Aussi kuko benye biko na signaler bao peke makasi spe sa banaziona mu communauté yabo iko naenda progressivement. Aimé Mukokoma, accenti sana. Radio Okapi, dossier en Swahili. Mafunzo ya uwezeshaji wa wanawake na wasichana 70 wanaojishughulisha na biashara ndogondogo mkoani Lualaba yalitimishwa jijini Kolwezi. Ilikuwa kwa maandalizi ya shirika lisilo la kiserikali Erapin Asbel kwa ufadhili wa shirika la kimataifa la ushirikiano wa maendeleo Enabel. Ni nini hasa lengo la mafunzo haya? Mengi ni katika ripoti hii ya Pole Munanga. Washiriki walijifunza kuhusu elimu ya kifedha, pesa za simu na bidhaa na huduma zingine zinazotolewa na makampuni ya mawasiliano. Walifahamishwa kuhusu akiba, mikopo na mazungumzo ya kifedha. Zaidi ya hayo, walijifunza kuhusu bidhaa na huduma mbalimbali za kibenki. Wanawake na wasichana wenye umri wa miaka 18 hadi 35 wanaendesha biashara ndogondogo katika jimbo la Lualaba kutoka maeneo ya Kapata, Kamilombe, Musompo, Biashara, Kasulo na Musonoi walishiriki katika mafunzo haya. Hebu tusikilize wanawake walioshiriki wanatoa maoni yao kufuatia shughuli hii. Hii projet inatusaidia sana, tunakaa kujua kwa vitu vya mingi kupitia hii projet na hii formation. Hii projet ya Erapin ile inakuwa kutusaidia shiba mama wakati tulikuwa maisha ya chini itupeleke maisha ya yulu bila tukukwe na nikaanza na sanfra me hapa mimi naanza kutushia na mie masami million inasaidia na manyumba yetu na batoto yetu. Njoo hii projet inatusaidia sana, ni wakati tulikuwa na mafuta ya chini bora na tusaidia na kuchunga ingine pembeni, njoo kutusaidia kuyenga hapo kwa batoto masomo. Bwana Albert Bonga, mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la Erapin na SBL, anasisitiza umuhimu wa shughuli hii. Objectif ya ile projet inahusika ni kukontribue kwa ameliore mareveni ya wale wa mama na wale wa dada na kuboresha vile vile makondisio ya travail et par ricochet kuweza kuboresha makondisio ya maisha
ndani ya manyumba yao. Na kwa kufikia ile amelioration ma revenu na ma conditions de travail na ma conditions de vie, rapine Asbel iliona vema kuweza kuwautie, c'est-à-dire kuwa renforcer capacité, kuwa former, juu ya kuweza kuwapatia akili na ujuzi tena sana kwa kuweza kufanya kazi yao vizuri. Walifanya fasi ya kwanza ya exercice ya maepargne, waliepargne, wanafanya fasi pilote ya pili, na kuile fasi yote mbili wamama wenyewe walionekana keni wasujana, wanakuwa vraiment wana pratique bitu balifunda, waliparvenir quand même ku epargne zaidi ya $10,000. Mradi huu unalenga kuwasaidia washiriki kutoka katika hali ya hatari na utegemezi kwa kujitegemea na kuwezeshwa kiuchumi, pamoja na kukuza fursa za kiuchumi na kazi kwa wanawake na wasichana hao. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi. Mwisho wa habari zetu. Shukran kwa uaminifu wenu. Kila la heri katika familia zenu.